majanga. Niko na Ashraf kuzungumza yale ya kimichezo. Ashraf, mambo vipi? Fresh, nakwaje? Safi. Wewe mzalendo Ndio. Kola zako jezi ya Taifa Stars. Safi. Ndio. Tumeshuhudia mchezo wa Simba dhidi ya JKT. Pengine kwa upande wako mchezo ulionaje? Moja kati ya mechi nzuri ambayo nimeshuhudia weekend ni hiyo mechi, kwa sababu ilikuwa inatupa test ya ligi. Unajua ligi yetu ni namba 5 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo tunahitaji kuangalia ushindani kwenye kila mechi ambayo inacheza. Yaani mechi zisiwe mechi 3 tu, mechi 4 ambazo ushindani unakuwepo. Kwa hiyo matarajio ni kwamba kila mchezo ambao unachezwa kwenye ligi kuu tu mnakaa mnasema kweli mechi zilikuwa zinachezwa. Lakini kwa mechi ya Simba dhidi ya JKT, tunamsifu Hamad Ally namna ambavyo amekuwa na muendelezo kwenye kufanya setup ya timu yake. Approach ambazo anaenda nazo ni timu ambayo inapelekea watu kuona kwamba uwanja Jenerali Samuel ni uwanja mgumu. Kwa hiyo aliwasoma Simba, akajua ni timu ambayo ina ubora na wachezaji ambao wana quality, lakini yeye pia kwa wachezaji waliokuwa nao anaweza kwenda kucompete. Kwa hiyo kiushindani ilikuwa ni mechi ambayo ina ushindani zaidi. Pengine JKT iliwapa wakati mgumu Simba. Of course JKT iliwapa wakati mgumu Simba na Simba iliwapa wakati mgumu JKT, ndio maana unaona pia maboksi yote mawili yametoa magoli. Lakini tutazame kwa upande wa JKT kwanza, approach yao ilikuwa vipi? Unajua JKT ni moja kati ya timu ambayo inasifika kwenye ubora mkubwa kwenye kuzuia. Ndio maana hata msimu uliopita pia ilikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zimeruhusu magoli machache kwenye ligi. Hii inakupa kwamba ni timu ambayo inajilinda zaidi pia, lakini pia inapohitajika wao kwenda kufanya mashambulizi wao wanafanya. Kwa kwenye mechi ya jana, kwenye mechi ya juzi ulikuwa huoni kwamba JKT wanaweza kwenda kupishana direct na Simba. Lakini ulikuwa unatarajia kwamba utaona moment ambazo JKT watakaa nyuma, lakini pia watatengeneza mazingira yao kwenda kushambulia. Ndio kitu ambacho kilitokea. Kwa walikuwa na vio kwa idadi kubwa ya wachezaji, lakini wakipora mpira na namna ambavyo wanafanya transition, kwa maana kutoka kwenye lango lao kwenda kwenye lango la Simba, ilikuwa ni hatari, na wao walikuwa wamepata goli la kwanza na usifu ufanisi ambao walikuwa nao. And then kipindi cha pili Simba walihitaji kupull up zaidi, kupush zaidi na kuwalazimisha JKT wafanye mistake, kitu ambacho pia I think wachezaji wa JKT walitakiwa kuwa na umakini zaidi ambao walikuwa nao tangia kipindi cha kwanza. Walihitaji kuwa compact zaidi kutaka kupishana na Simba, lakini makosa ya kiuzuiaji ndio alipelekea wao kuconcede magoli mawili, kwa sababu naangalia goli la kwanza Nangu ameluka free header, hakuna mtu ambaye alikuwa anamdisturb. Na kama ukifanya assessment yako vizuri utagundua hivi karibuni mabeki wa Simba wamekuwa wanafunga sana. Shamu ameshaye kufunga, Hamza ameshaye kufunga, lakini ukiangalia hata Derok amefunga magoli mawili. Kuna Nangu pia alishaye kufunga jana goli lake la pili. Kwa hiyo mwalimu alitakiwa kujua pia kwamba hao jamaa ni wazuri zaidi kwenye mipira iliyokufa, mipira ya kutengwa. So walitakiwa kuhakikisha kwamba wanafanya marking ya kutosha kwa wachezaji pindi inapotokea mipira kama hiyo. Na ndio maana jana goli la kwanza Nangu analuka, alikuwa yuko free, akaruka, goli likapatikana. Lakini goli la pili pia ni namna ambavyo walikuwa wanatakiwa kuwa makini kwenye kufanya marking. Defenders wawili walishindwa kuelewana. Morris ana mpira, anasogea, anajua wapi angalia, anapitisha mpira katikati yao, and then wanajua kwamba Soa yuko kwenye eneo la offside, but alikuwa ni onside wakati mpira mpaka unaenda kupigwa. Alichokifanya ni kuwazidi tu ujanja kutoka kwenye eneo la onside, and then akaenda kuwataki mpira ambao ulipigwa kwenye njia, and then Simba anapata magoli. Lakini all in all ilikuwa ni game nzuri ambayo ilikuwa na ushindani, haikuwa kinyonge. Ni Simba amepata alama 3, lakini it wasn't easy. Unaona mabadiliko ya marefari katika michezo hii ya hivi karibuni, kwa sababu tumetoka kipindi ambacho tulikuwa tukizungumza makosa mengi yakifanywa na waamuzi. So far mpaka sasa hivi kuna mabadiliko makubwa yamefanyika, kuna improvement kubwa imefanyika kweli. Yani unakaa unaangalia mechi. Zamani ilikuwa ukiangalia mpira, tukija kuzungumza kama hivi kwenye vyombo vya habari tunazungumza zaidi makosa ya waamuzi kuliko hata kuchambua mpira in general. Lakini nowadays unaangalia mechi, unajua waamuzi hawezi kuwa perfect 100%. Yani hawezi hata Ulaya, ndio maana kuna VAR pia. Na licha ya uwepo VAR pia kuna makosa pia ambayo yanafanyika. Mfano leo tulikuwa na mjadala kuhusiana na goli ambalo jana alifunga Van Dijk, kwamba ilikuwa ni offside, haikuwa offside, mpaka chama cha waamuzi cha England kimeenda kutolea ufafanuzi na kuomba radhi watu, kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba ilikuwa ni offside. Kwa hiyo
tukirudi kwenye muktadha wa hicho ulichokiuliza, kuna mabadiliko makubwa sana yanafanyika na tunayaona kwa timu zetu, I mean kwa marefali namna ambavyo wanachezesha mechi zao, na hii ni kubwa pia imechagizwa na bodi ya ligi, maamuzi ambayo wamekuwa wakiatoa. This time ukifanya mistake, kuna waamuzi wamefungiwa hapa juzi walifungiwa kwa sababu ya kushindwa kutafsiri sheria vizuri. Kwa hiyo so far so good, kuna mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika na tunaona improvement kwa upande wa marefali. Niliona kupitia mtandao wako wa kijamii umesifu namna Morris Abraham alivyocheza. Pengine wewe kwa mtazamo wake Morris amekuwa na mchango gani ndani ya Simba? Noma sana. Moja kati ya wachezaji ambao wanafanya vizuri ni Morris Abraham. Ni box to box midfielder, ni kiungo ambaye anakupa ubora timu ikiwa na mpira na timu ikiwa haina mpira. Kwa nini nilimsifu? Unajua kwenye eneo la Simba sasa hivi kuna issue na kukosekana wakati mwingine ya creativity. Tumekuwa tukizungumza kuhusiana na ubunifu ambao unahitajika wa kutosha, namna ambavyo unaweza kutengeneza nafasi kwenda kwa washambuliaji wako wa mwisho. Lakini Morris Abraham akiwa yuko nje na akiingia unaona utofauti. Kwanza work rate yake uwanjani. Work rate kwa mtu ambaye hajui ni namna ambavyo mchezaji anawajibika uwanjani. Runs, anakimbia kwenda huku, kwenda kushoto, kwenda kulia, atashuka chini kuchukua mpira, anapola mali, akipata utulivu aliokuwa nao, ana dictate tempo ya mchezo kuamua sasa hivi timu icheze vipi. Huu mpira ni upige mashariki au nipige magharibi, nitaupiga kaskazini au nitaupiga kusini. Ni kitu ambacho Morris Abraham amekuwa nacho. Commitment yake uwanjani ni fantastic. Unaangalia unasema huyu mchezaji deserve kuanzia bench. Kwa hiyo kutokea bench. Kwa hiyo nilimsifu kwa sababu amekuwa na muendelezo wa kitu bora, na ukiangalia kwenye mechi ya juzi pia yeye ndo alikuwa game changer pamoja na Mpanzu. Hata goli ambalo limepatikana pia ni yeye, namna ambavyo alikuwa amekuwa na usahihi wa kuona, ana jicho la kuangalia wapi nipeleke mpira, wapi kwenye shimo, na pasi zake nyingi zinakuwa ni risk ambazo pasi ambazo anapiga kiungo ambaye ana vision, anaona kwamba hapa nikipeleka mpira ukipita kuna possibility kubwa ya kuwa goli, lakini usipopita tunasema nimepoteza pasi. Kwa hiyo viungo wengi sasa hivi duniani ambao wana vision ya kuangalia vizuri wanapoteza sana mipira. Bruno Fernandes, akina Kevin De Bruyne yao ni kwa sababu wana take risk kupiga pasi maeneo ambayo mtu mwingine hawezi kupiga. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, anakupa kilichokuwa bora uwanjani, anahitaji kuwa na muendelezo tu wa hiki anachokifanya, then atawasaidia Simba. Tuzungumze kuhusu majukumu ya meneja wa klabu ya Simba. Tumeona wadau wengi mbalimbali wakilalamika kwamba meneja kwa nini akae benchi dakika zote 90? Wanataka aende wapi? Wakati unajua mbona majukumu hayamtaki hivi? Kwani watu hawamuoni Harrison Yanga sana kuwepo kwenye touchline, anakuwepo kwenye benchi. Meneja anatakiwa kuwepo pale, sio dhambi, na ndio maana unaona yupo na sheria na mruhusu. Ingekuwa haruhusiwi asingekuwepo pale. Meneja si unamuona kwenye michuano pia ambayo inasimamiwa na CAF na FIFA pia, achana na hii ambayo ligi ya ndani inasimamiwa na shirikisho la mpira wa Tanzania kwa maana ya TFF. Lakini pia hata kwenye michuano issue ni kwamba yeye anatambulika kama meneja, na meneja anaruhusiwa pia kuwepo kwenye benchi la ufundi. Sasa kwa nini Singizini wameishtaki klabu ya Simba? Hoja yao ina mashiko. Yaani Simba sio kwamba ni wajinga kiasi hicho kwamba wakubali kumpeleka mtu ambaye hastahili kuwepo pale. Issue tu ni title. Anaenda pale kama meneja, haendi pale kama kocha. Kwa hiyo Simba ataambia kwamba huyu mtu CAF anafahamika kama meneja na sio kocha. Kwa nini watu wanalalamikia sana kiwango cha Young Africans kuliko Simba? Inaonekana Young Africans sasa imepata mpinzani. Nani analalamika? Watu wengi wanalalamika kuhusu kiwango cha Young Africans kwamba kimeshuka zaidi. Tofauti na Simba ikicheza na Young Africans unaona ni tofauti. Au ni mashabiki wa Simba au ni mashabiki wa Yanga? Wadau mbalimbali wa michezo wanalalamika kwamba Yanga, nataka nijue yani wanachokilalamikia kikubwa ni kwamba Yanga ikicheza kuna vitu vingi sana vya kujadili tofauti na Simba. Basi ni perception. Unajua mpira tunavyoangalia ni tunaangalia katika engo tofauti. Sawa? Sio kwamba katika hizo timu zote kuna timu ambayo iko perfect kwamba imetimia. Sawa, kila timu ina weakness zake ambazo tukianza kukaa hapo kwanza kueleza mjadala wake unakuwa ni mkubwa, unakuwa ni mpana. Tunaanza kuzungumzia madhaifu ya Simba, tuzungumzia madhaifu ya Yanga, kila kitu. Yani hakuna timu ambayo imejipata moja kwa moja. Lakini na waelewa hao ambao wanazungumzia kuhusiana na performance ya Yanga, namna ambavyo wanaiona ni kwa sababu walishazoea kuiona timu yao ikiwa inafanya vizuri zaidi na dominate, inafunga magoli mengi, ni kitu ambacho wao kipo ndani yao, wamezoea kuona mazingira namna hiyo. Lakini this time kuna mabadiliko ya makocha yamefanyika, kocha mpya anahitaji kuitengeneza timu, anahitaji kuadapt mazingira ili timu iweze kufanya vizuri. Kwa hiyo na waelewa mashabiki, bati kitu cha msingi nikiona timu inapata matokeo, mfano Simba atengeneza nafasi, Yanga inatengeneza nafasi, si ndio? Tengeneza nafasi, lakini finishing kwenda kwa kina Dube ndio imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo
Kitu kikubwa kwanza ambacho changamoto kubwa ambayo nakutana nayo ni namna ambavyo safu yao ya ushambuliaji na inafanya mistakes, always making mistake. Dube anakosa magoli, lakini in general timu ndio inatengenezwa. Yanga anaweza kupata changamoto kubwa pengine kwenye michuano mikubwa ya klabu bingwa huko kama timu yao haitaboresha haraka, lakini kwa michuano ya ndani, kwa maana ligi ya ndani, so far so good, wana improve mdogo mdogo, na mabadiliko yoyote huwa yanatokea. Yani kocha mpya anapokuja, hata wewe unapokuwa kwenye mahusiano yako, mahusiano mapya yanakuwa tofauti na mpenzi wako wa nyuma. Kuna vitu mtaanza kuadapt, mtaanza kujuana tabia yake, kipi apendi, muda gani, ni vitu ambavyo vinaeleka. Kwa hiyo mimi nasemaga mpira sio chumvi au sukari kwamba ukiweka sehemu inakolea moja kwa moja. Kuna adaptation period ambayo watu wanatakiwa kuizoea pia kwa kocha mpya. Jana tumeshuhudia mchezo wa Young Africans dhidi ya KMC. Pengine kwa upande wako umeona Young Africans imetoa kiwango kizuri cha mchezo wa jana? Wametengeneza nafasi nyingi, wa dominate game. Changamoto ilikuwa tu unajua, kwanza watu waangalie matokeo ya mwisho, kitu cha kwanza. Alafu tunakuja kuangalia matokeo yamepatikana vipi, kwa maana kwa namna ipi. Mechi imeisha 4-1, si ndio? Maana hiyo timu imeshinda kwa idadi kubwa ya magoli. Sidhani kama kuna timu imekushinda kwa idadi kubwa ya magoli kwenye ligi sasa hivi, si ndio? Ni wao wenyewe wameshinda goli 4-1. Changamoto ni kwamba waliconcede goli moja, lakini wamepata ushindi, walicheza vizuri. The solution tu ni kwamba watu wanaamini kwamba kila nafasi ambayo inatengenezwa inatakiwa kuwa converted. Of course, dakika 45 za kipindi cha kwanza hawakucheza vizuri na walicheza na timu ambayo ni dhaifu. I mean, kwangu mimi KMC ni timu dhaifu kwa sababu mpaka jana wanaenda kucheza, ilikuwa ni mechi yao ya 6. Kwenye mechi 6 wameshinda mechi moja, wamefungwa michezo 5, wamefunga goli 8, wamefunga magoli 3. Kwamba hiyo timu iko down, haifungi na wala haizui vizuri, ndio maana wameconcede magoli mengi, wamefunga magoli machache. Unaenda kukutana na Yanga ambayo bado haijajipata kama ambavyo watu wanatamani kuiona, but umeangalia namna ambavyo walikuwa wanacheza. Kwanza kipindi cha kwanza KMC walikuwa compact, kwa maana kuzuia kwa idadi kubwa, walikuwa wanashikamana kuhakikisha kwamba Yanga wanapata changamoto kwenye kutengeneza nafasi. Second half mwalimu alikuja na gundua kwamba changamoto iko wapi. Of course kipindi cha kwanza alipata goli ambayo setup yake ilikuwa ni nzuri kweli. So unaona pembeni kulikuwa na Chikola pamoja na Pacome Zouzoua. Prince Dube aliaminiwa kwenye eneo la kiungo, kulikuwa na Max Duke Abuye pamoja na Mohamed Dumbia, ndio wa dominate game. Walichukua, changamoto ilikuwa tu ni kuwa unlock, kuwafungua ili waweze kupata magoli, kitu ambacho kilionekana kwamba wana struggle. Na timu zote sasa hivi ukiwa unacheza kwenye timu ambayo inazuia kwa idadi kubwa ya wachezaji, lazima upate shida kuwafungua. Ni either utapita pembeni kwenda kumwaga cross au utengeneze mazingira ya kupita katikati uweze kufunga. Kwa hiyo kipindi cha kwanza ilikuwa game ngumu pia kwa Yanga, ingawa walipata goli moja kwa shida, lakini second half kuna mabadiliko ambayo yalifanyika pia ambayo yaliwalazimisha KMC kufanya makosa. Yanga walikuwa na speed up mchezo. KMC walipata chance moja wakaconvert kwa goli, which was good kabisa, kwa sababu unatakiwa uitumie nafasi pale unapoipata. Yanga hawezi kukupa nafasi nyingi kila kukicha kwa sababu ya ubora waliokuwa nao. But changamoto nyingine ambayo ilikuja ni baada ya kuingia Ekua. Unajua Yanga walikuja kugundua kwamba ili waweze kupata matokeo pia kutokana na idadi kubwa ya wachezaji ambao wanazuia, wanahitaji kutanua upana wa uwanja, ambako kwa atacheza Pacome huko alingoa Ekua. Ekua ni mchezaji mzuri pana kwenye kutanua mapana ya uwanja. Alifanya hivyo, na bad luck wakati anaingia fullback wa kushoto ambaye ni kulia kwa Yanga alikuwa ni Moitika, alikuwa anacheza ule upande, aliumia akatoka. Alipotoka akaingia Hans Masudi ambaye ni mzito, akipanda kurudi nyuma ni changamoto. So alipanda, magoli yote yametengenezwa kupitia upande wao ambao alikuwa anacheza Ekua, kwa sababu Ekua alikuwa anapokea mipira ikiwa free and then ana cut inside, anaenda kusababisha madhara ambayo watu wamenufaika kwa magoli. So ilikuwa ni game nzuri kuiangalia, na kipindi cha pili tunaheshimu mbinu za mwalimu. So far so good, wanakuonyesha kwamba Yanga anaenda kwenye ulinzi wa timu, lakini pia makosa ambayo wamelazimishwa kuyafanya KMC ndio yamepelekea wao kuadhibiwa. Pengine Dube amepewa nafasi nyingi sana na walimu waliopita. Pengine unaona ni haki kocha kuendelea kumwamini Dube? Atakiwa kujitathmini pia, kama nafasi amepata, game time ya kutosha sana. Tumii na mtazama sasa hivi Dube ni mshambuliaji wa kawaida tu ambaye ukitaka kwenda kwenye vita ukimtegemea yeye anakupa wakati mgumu. Unajua wachezaji sehemu pekee ambao wanatakiwa kuprove ni kwenye match. Pengine mtu anaweza akakupa nafasi kwenye uwanja mazoezi, ukamprove kitu, akaja kwenye mechi akakupa, anatarajia kuona ukifanya kile kwenye mechi pia, una fight vizuri, unapambana na unapata matokeo, you see. But Dube ame disappoint watu wengi. Anapata game time ya kutosha, dakika 70, dakika 80 anapewa na walimu, lakini hafanyi kile ambacho watu wanatarajia. Kama mimi ni kocha, nampanga Boyer dakika 70,
anaenda ananipa goli 2, nasema wow, huyo mtu anahitaji kuwa na consistency anachokifanya, then nitampa namba kwa sababu mshambuliaji anahitaji nipe magoli. Kwa hiyo ni wakati ambao wa kujitathmini. Dube anatakiwa kujitathmini, anatakiwa kujifanyia self evaluation kwamba why mimi napewa time ya kutosha alafu si deliver, maana yake nawakosea mashabiki pamoja na kocha ambaye ananiamini. So anahitaji kupull up kweli kweli. Itafikia moment hatopata hizo dakika. Yani hatopata hizo dakika kama ambaye anatokea sababu ana deliver kilichokuwa bora. Sasa ni wakati sasa wa Boyeli kuchukua nafasi ya Dube kwa sababu jana ameingia tu, na tuseme kwa upande wangu, sijui kwa upande wako, akawa nyota wa mchezo. Of course anaweza kawa nyota wa mchezo kwa sababu ameingia, ametoka sababu na amefunga magoli 2, lakini sikuwa tuangalie tu goals, na ndio maana hata kuna mechi nyingine unaweza kaangalia kwa mtu amefunga magoli 2 lakini sio man of the match, kwa sababu kwenye football tunaangalia vitu vingi. Mchango huyo mtu Pacome Zouzoua, he was man of the match kwa sababu tu alifunga, si ndio? I mean aliassist, alifunga, lakini pia alikuwa na kiwango kizuri namna ambavyo anaichezesha timu. Magoli mengine pia alitoka kwenye mguu wake, sio kwa kutoa assist lakini pre assist pia, link up yake na timu, kwa alideserve kuwa man of the match. Yani achana na magoli ya Boyeli ambayo amefunga, lakini tunaangalia mchezaji overall performance, amefanya nini? Umefunga, umeassist, lakini pia umeichangia timu yako kuwa na balance nzuri, work rate yako uwanjani was superb. Lakini kila alichokifanya Boyeli ni alarm kwa wake up call kwa Dube kwamba sikiliza, unapata dakika 70 ya ufungi, unakosa nafasi sana, au tuli kwenye box, unafanya runs kwenda kushoto kwenda kulia, lakini end product yako ni mbovu. Kama kuna mtu unaweza nikampa dakika 20 afa kanipa magoli 2, next time tenda nayo huyo mtu. Kwa hiyo namuonea huruma Dube. Tuseme sasa Pacome ameibeba Yanga mgongoni. Mbona ninajulikana kila timu, unajua kila timu kunakuwa na starman wa timu. Kwa upande wa Simba ni nani? Kumzungumzia na Pacome pia. Kwa upande wa Simba sasa hivi ilikuwa naaminika kwamba timu iko chini ya Mpanzo. Yeye ndo ataamua timu wakati gani anacheza, wakati gani anacheza. Lakini sasa hivi umeona kuna wanacheza vya teamwork. Msimu uliopita yeye ndo alikuwepo, lakini this time bado tuwape time, kila mchezaji anajaribu kuput effort yake pale ili kuisaidia timu. Lakini kwa upande wa Yanga msimu uliopita ule wa nyuma ule alikuwaga Stefan Aziski, yeye ndo anaamua timu inacheza vipi. Worldwide iko hivyo yani. Khalid Aucho. Khalid Aucho alikuwa anatuliza timu, lakini sasa tunahitaji watu ambao baada ya timu kuituliza, nani anapeleka timu kwenda kutupa matokeo, kushinda, kutengeneza nafasi watu wengine kushinda. Kwa hiyo hicho kitu Pacome, timu iko chini. Yaani Pacome anaweza toka amua kwamba hii mechi mimi nataka kuamua, nataka sasa tucheze kwenda kushoto, nataka tucheze kwenda kulia, na timu ikapata matokeo. Kwa hiyo asikudanganye mtu. Starman wa timu ya Yanga ni Pacome Zouzoua. Kwa hiyo wana Yanga wote sasa wamuombe Pacome muda wote awe fit ili kuelekea katika ligi ya mabingwa. Yani kwenye maombi yao wanatakiwa wayaweke. Yani kama unaenda kanisani unafanya maombi afu unaweka muda kumwombea Pacome, kama unaenda msikitini unafanya ibada unapiga na rakaa 2 kidogo za kumwombea Pacome awe fit, kwa sababu ni key player, ni mchezaji muhimu pia ambaye anaibeba timu mara nyingi. Na sio dhambi. Unajua yule amesajiliwa kufanya ile kazi. Kwa hiyo anapofanya sio kwamba anasaidia timu, no, yupo katika kutekeleza wajibu wake. Mchezo wa jana umetoa taswira gani kwa Young Africans kuelekea michuano ya kimataifa? Wana kazi kubwa ya kufanya. Kazi kubwa ya kufanya kwa sababu kwenye hiyo kwenye poti ambayo yupo, kwa maana ya kundi ambalo lipo, ni kundi ambalo anacheza na timu ambazo ni machua dinafu, competition inaongezeka kweli kweli. Haiwezi kuwa rahisi. Haiwezi kuwa rahisi sana, unaelewa? Yanga kwenda kupata matokeo kama ambavyo anacheza na KMC au anacheza na Namungo. Unamzungumzia JS Kabylie ambaye alishaikuwa bingwa, unamzungumzia FAR Rabat ambaye amekuwa bingwa, Ahly bingwa kila kukicha na ndo bingwa muda wote. Kwa hiyo anatakiwa ku speed up kile ambacho yuko nacho. Kocha mpya anajua anahitaji time ya kuwasoma wachezaji wake ili kutengeneza timu ambayo itakuwa imara kwenda kushindana kwenye michuano mikubwa. So inatoa aram kabisa kuona kwamba bado kama una struggle kucheza na KMC, maana yake timu ambayo inashika mkia, ukienda kucheza na timu kama Ahly uta struggle mara 2 zaidi. Kwa hiyo time wanayo kuweza kuitengeneza timu ambayo itakuwa imara na kwenda kucompete kama wanahitaji kuvuka kwenye hatua ya makundi. Unaiona nafasi ya Young Africans ikivuka hatua ya makundi? Ngumu. Yaani ngumu, sijasema haiwezekani. Nimesema
ngumu, unaelewa, kwamba possibly inaweza wanaweza, lakini haiwezi kuwa rahisi kwa namna hiyo, kwa sababu nimetoka kukuambia kwamba wote ambao wanacheza nao wao ni watu ambao washawahi kuwa mabingwa kwenye miaka tofauti tofauti. Kwa ile DNA ya wao kupambana kwenye michuano bado wako nayo, na inawezekana pia kwenda kucompete na timu zinazotoka North, kwa maana kaskazini mwa Afrika, wanajua namna ya kucheza hizi game. Kwa hiyo Yanga kitu cha kwanza anatakiwa awe na uhakika kwamba anapata alama 9 kwa maana alama 3. Je, ni rahisi kupata alama 3 kwa FAR Rabat pale ni Amani? Ni rahisi kupata alama 3 dhidi ya Ahli au ni dhidi ya Kabrie? Anzeni ukipata hizo alama hizo, unaweza kaenda wewe ukaenda ukabisha na ukapata alama 1. Ukiwa na alama 10 kwenye kundi, possibly unaweza ukafuzu. So Yanga possibility ya kufuzu ni ndogo, lakini inawezekana kwa sababu ni football. Ndogo kwa nini? Kwa sababu anacheza na watu ambao current pia nao timu zao pia ziko stable, wanaweza kucompete, uzoefu kwenye michuano. Yanga pia nao pia wanajitafuta, hawako sawa. Ingekuwa kama ile Yanga ambayo ilishajipata misimu miwili nyuma chini ya Gamondi na Abi, you can see kwamba wow, they can go and do something. Lakini hii Yanga bado inajitafuta kubadilisha makocha na kupa picha kwamba bado hawajaset. Walikuwepo kipindi hicho, lakini mbona hawakufanya makubwa zaidi? Walifika finali ya shirikisho. Ukiachana na shirikisho, baada ya hapo finali zidi Mamelodi wakaishia hatua ya makundi pia. Of course, kwa sababu pia walikutana na timu ambayo ilikuwa ni ngumu. Hata huko barani Ulaya hakuna msimu Barcelona alisha kucheza shirikisho. Barcelona alisha kucheza shirikisho. Manchester anacheza shirikisho. I mean Europe, ndio kwa kule Ulaya. Kwa hiyo sometimes it happens, unaweza kawa bora wewe kwa kiwango chako, lakini ukakutana na bora mwingine kwa kiwango kingine. Ndio maana hizi timu zetu zinapoanza wanaweza kukwambia mimi nataka niishie makundi, niishie robo finali, kwa sababu wanajua uhalisia, budget, quality ya wachezaji ambao wako nao, tunaenda huko lakini bado hatujafika. Kwa hiyo kwa Yanga kufika robo finali au kucheza finali kwao ni kitu kikubwa. Malengo ya viongozi wa Young Africans ilikuwa kunali hatua ya makundi. Pengine hawaoni kuna haja ya kuingia robo finali kama mashabiki wanavyotamani. We hutamani kumiliki V8? Natamani, lakini kutokana na uwezo wangu. Sasa nijibu ni hilo kwamba wanatamani kwenda kufika hatua ya finali, wanatamani kwenda finali, lakini wakiangalia ushindani uliopo, wakiangalia kikosi ambacho wako nacho, wanaona kabisa ni ngumu. Tunahitaji kujipanga zaidi kwenda kufikia kwenye hao mazingira. Mbinu za kocha kwa upande wa Simba na Young Africans sasa umeanza kuzielewa? Pengine kuna kitu tayari wamekwisha kuzipandikiza kwenye timu zao? It is too early, ni mapema mno. Kwani kocha Simba ana mechi ngapi? Ana mechi 3, mechi 4 sijui. Anahitaji kuwasoma wachezaji. Timu bado iko chini ya Matola, kocha manager anajaribu kuiangalia timu, ndio maana kuna rotations zinafanyika. Hii yote ni kutaka kujua timu yake iko vipi, wachezaji, tabia ambazo wako nazo ili kuweza kuwa manage. Kwa hiyo ni mapema, tunahitaji kuwapa muda watu. Hatuhitaji hata kuanza kuwajaji. It takes time pia. Yaani kocha Pedro huyu wa Yanga akafika juzi, ile ni mechi yake ya pili. Mechi ya mwanzo tu aliandaa mabedi. Hii mechi pengine ndio yeye ameweza kuisimamia, na hapa katikati tulikuwa na changamoto nyingi ambazo hazikuwaruhusu wachezaji kufanya mazoezi mara kwa mara wakiwa free. Jana umeona timu ilivyocheza. Na ndio mara ya kwanza tuseme ndio ameiongoza timu. Sasa Singana na opponent ambao wanacheza, tunahitaji kumuona kocha akiwa anafanya hili jambo kwa muendelezo, kwanza kujua timu yake inataka kucheza vipi. Obvious Yanga walimleta kocha ambaye wanahitaji mpira utembee chini, pasi zipigwe, na ndio maana jana nimekwambia Yanga amepiga pasi nyingi sana. Kwa unaanza kuona idea ya mwalimu ni kwamba timu anataka iwe inapiga pasi nyingi na dominate, unlock watu kutoka kwenye mazingira, iwe inashinda kwa ushawishi kama ambavyo jana wamefanya. Shukrani sana. Asante. City are in front. Kevin De Bruyne. Kirunda mwaga cross Majanga. Oh.